Yesu aliwatazama wanafunzi wake na kusema, wacha niwaambie hadithi ili siku zote muombe na msiache kamwe. Palikuwa na hakimu katika mji fulani. Alikuwa mwenye nguvu, tajiri, asiyeweza kuguswa. Lakini hakuwa na hofu ya Mungu wala hakujali watu. Kwake kila mtu mwingine alikuwa tu kama mavumbi chini ya miguu yake. Katika mji huo huo aliishi mjane peke yake, asiye na msaada, maskini, na mtu alimfanyia vibaya sana. Hakuwa na wa kumtetea isipokuwa yule hakimu. Kwa hiyo akaja mbele yake akiomba, tafadhali mheshimiwa, nipatie haki dhidi ya adui yangu. Lakini yule hakimu hakunyanyua macho yake. Alimdharau, alimpuuzia kama si kitu. Lakini huyu mjane alikataa kukata tamaa. Siku iliyofuata alirudi tena. Tafadhali Bwana, nipatie haki. Siku iliyofuata tena alikuwepo tena. Na tena. Na tena. Asubuhi, mchana, usiku. Kila mahali hakimu alipoenda yupo pale. Katika mahakama yake, sokoni, nje ya nyumba yake. Nipatie haki. Nipatie haki. Hakimu akaugua. Akajinong'oneza, simwogopi Mungu wala sijali watu. Lakini mwanamke huyu akapapasa kichwa chake, amechoka. Ananipa maumivu ya kichwa. Ananichosha kwa kilio chake cha kila mara. Nisipomsaidia hataniacha kamwe. Mwishowe akapiga mkono wake chini na kusema, sawa, nitampatia haki ili tunipate amani. Kisha Yesu akainama na kuwaambia wanafunzi wake, mnasikia hilo? Hata hakimu mwovu asiye na huruma alitoa haki kwa sababu mtu alikataa kukata tamaa. Basi je, Baba yenu wa mbinguni anayewapenda hatasikia maombi yenu mnapolia kwake usiku na mchana? Hatakawia. Ataleta haki haraka. Lakini Mwana wa Adamu atakaporudi, je, atakuta imani ya namna hii duniani?